askofu wa jimbo Katoliki la Moshi, waheshimiwa monsinyori mlioko hapa, waheshimiwa mavikari, mapadre, watawa, viongozi wa halmashauri, parokia ya Naibili na kigango hii na parokia hii teule ya Donymurak, wageni wote mlioko hapa na kila mmoja katika kusanyiko hili, tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Mhashamu Baba Askofu, ulitutuma hapa kuja kuangalia na kubainisha mipaka ya parokia hii mpya teule ya Mtakatifu Damiani Donymurak. Tuliweza kufika mimi na vikari pamoja na mapadri husika wa Naibili, na pia alikuwepo paroko wa Sanyajuu na baadhi ya majirani kigango cha Lawate ambacho kiko chini ya Sanyajuu, na walikuwako wajumbe mbalimbali wengi kabisa ambao walihudhuria hapa, na tukajaribu kuangalia kwa undani kabisa juu ya hii mipaka. Naomba niwasilishe kama tulivyobaini. Kwa upande wa kaskazini, mpaka wake utakuwa ni barabara inayoitwa Bakwata, na parokia hii teule itakuwa imepakana na parokia ya Utatu Mtakatifu Sanyajuu. Alafu upande wa kaskazini magharibi, mpaka wake utakuwa ni mto unaoitwa Biriri na itapakana na parokia ya Mwili na Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo Naibili. Mashariki, mpaka wake ni mto Sanya, na parokia hii teule imepakana na parokia ya Utatu Mtakatifu Sanyajuu kwa kigango cha Lawate. Kwa upande wa magharibi, mpaka ni zile beacon za kutenga mkoa wa Arusha na Kilimanjaro, na imepakana hii parokia teule imepakana na Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Upande wa kusini, mpaka wake ni bonde la Biriri, na parokia teule hii itakuwa imepakana na parokia ya Familia Takatifu Hai Mjini kigango cha Sinai. Naomba kwa wale ambao wanafahamu hapa, hii beacon ni yale mawe ya mpaka kati ya mkoa na mkoa. Kwa hiyo wale wenyeji hapa nafikiri wanafahamu vizuri. Na mipaka hii Baba Askofu haikuwa na shida yoyote, na waliridhia kwa sababu wadau walikuwa kwa wengi, na tukaona ni jambo zuri. Labda huko tuendako, kama kutaibuka parokia nyingine, basi labda kutakuwa na utaratibu mwingine, lakini kwa sasa hivi utaratibu ndio huu. Kulikuwa na mawazo walioibua wale wadau hasa wenyeji wa hapa kwamba labda parokia hii teule ingehudumia pia kigango cha Lawate ambacho ni cha Sanyajuu, lakini baada ya kuchambua tukaona japokuwa kwamba kutoka hapa kwenda pale Lawate ni kilomita 3 na kutoka Sanyajuu kuja Lawate kilomita takriban 10. Lakini baada ya kuangalia kweli ni wazo zuri, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale tukaona ni vyema Lawate iendelee kuhudumiwa na parokia Utatu Mtakatifu kule Sanyajuu mpaka hapo, labda baadaye miaka ijayo atakapoona kwa busara kwamba labda mambo haya yawe kama walivyokuwa naomba kwa mawazo yao. Baada ya kusema hayo, Baba Askofu, naomba kuwasilisha.
na wamekuwa na ramani pia ndogo hapa ambayo tutaichora baadaye, itachorwa baadaye kwenye manila ili iweze kutumika ofisini. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru sana Vicar General kwa taarifa hii, na mipaka inakuwa kama alivyoitangaza. Kwa hiyo padi atakayetajwa kiongozi hapa, naomba usingatie hayo. Na parokia Naibili mheshimu, na Yasanya Juu mheshimu. Unayependelea zaidi hapa na kule hapana, kanisa limeshasema. Naweza kuja kusali siku ya Jumapili kama una sababu nzuri ya kuja kusalimia ndugu zako huko Unyimwi, lakini heshimu parokia yako. Mipaka ndio hiyo iliyotangazwa na naibu wa askofu. Tunakushukuru sana naibu wa askofu. Asante sana baba.